Unaona watu hawa, hii inakuambia kwamba kila mtu anakwao, sawa sawa. Na mimi niko kwenye uwanja wa nyumbani, uongo kweli? Niko nyumbani, uongo kweli? Sasa na huyu binti hapa Mnyamwezi huyu. Huyu ni katibu mwenezi wetu wa chama taifa. Anaitwa Brenda Rupia. Sasa msikaone kadogodogo hivi, akili mingi sana. Sawa sawa. Na umemwona Deogratias Mahinyira. Huyu ni mwenyekiti wetu wa vijana. Ni wakili wa mahakama kuu. Kati ya mawakili 36 wanaomtetea Tundu Lissu, huyu ni miongoni mwao wanaokwenda kumtetea. Tuko na mama Susan Nimo na askofu. Sasa anashangaa. Anasema watu wananyeshewa mvua hawakimbii. Nikawaambia hapa ni nyumbani na hii ndio Msoma. Mnasemaje? Sasa kabla sijazungumza, dada Grace njoo. Grace Reyemamu tumempokea juzi kutoka CCM. Tukiwa pale Mwanza, akasema baada ya mimi na Lissu kuchaguliwa, ameona bado kuna watu wa majasiri wa kupinga rushwa, watu wa kweli, watu wanaotaka mabadiliko na maendeleo ya Tanzania. Huyu alikuwa mgombea ubunge wa CCM. Baada ya mimi na Lissu kuchaguliwa, amejiunga na chama chetu. Nimpe msikie sauti yake, si ndio? Msikie sauti yake, si ndio? Hebu sema kidogo Grace. Wana Msoma peoples. Sijasikia peoples. Kwa majina naitwa Grace Charles Reyemamu. Nilikuwa mwanachama wa CCM mpaka juzi nilivyoamua kuvua gamba na kuvaa gwanda. Sasa mimi naomba niongee kitu kimoja tu. Watu mnaweza mkashangaa. Katikati ya utekaji huu, katikati ya kupigwa huku, katikati ya maumivu yote ambayo upinzani wanapitia, ni kwa nini nimeamua kuingia Chadema na kuondoka Chama cha Mapinduzi? Nitaongea kwa kifupi. Kuna sheria moja sijui kama watu mnaifahamu. Inaitwa sheria ya mafao ya viongozi wa kisiasa. Hii sheria imefanywa marekebisho mwaka jana. Ilikuwa kwamba rais mstaafu anapata, wenyewe wanaita posho, 80% ya mshahara ambao anapata rais wa sasa. Sasa msitaki kuongea mengi zaidi. Hii sheria imefanywa marekebisho. Sasa hivi wameongeza kuna wenza wa viongozi. Yaani kumetungwa sheria ya wapenzi wa viongozi. Watu wanaolala na viongozi. Kwamba rais aliyoko madarakani akistaafu, mwenza wake analipwa 25% ya mshahara wote ambao huyu rais amepata, labda kwa miaka 5 au kwa miaka 10. Naomba nitoe mfano. Kama rais wa sasa Mheshimiwa Samia akistaafu, mwenza wake anaye katika hii labda amekaa miaka 10, au labda Rais Kikwete amekaa miaka 10, amelipwa jumla bilioni 4. Mwenza wake Salma Kikwete yeye anapata 25%, ambayo ni bilioni 1. Hiyo ni kwa mkupuo. Wana Msoma, naomba mniambie, katika shida hizi, katika umaskini huu, hakuna huduma za afya bora, elimu ni duni, wamepeana pesa kwa sababu tu wanalala na viongozi. Naomba mnieleze, tunachagua viongozi watu tumikie au wafanye mapenzi katika ardhi yetu? Nimesema hapana, siwezi kukubali udhalimu huu, siwezi kukubali uongo huu, siwezi kukubali uhuni huu. Na sasa nimeamua niingie Chadema, tufanye kazi, tuokoe taifa. Asante sana.
Mashine sio mashine. Huo ndio usajili mpya. Mnasemaje? Mnasemaje? Asante msomi. Sasa Mheshimiwa Susan Limo, ngoja tulie.